Mbele tusimame kwa ajili ya ombi la sisi sote pamoja. Ningetaka nisome neno moja la Mungu ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 12. Maneno ya Bwana wetu kwanza kwa mstari wa 35. Yohana 12 mstari wa 35. Tusome. Basi Yesu akawaambia, nuru ingali pamoja nanyi kwa saa kidogo. Mutembee mungali munayo ile nuru, giza lisiwashinde ninyi. Sababu yeye anayetembea katika giza hajui pahali anapokwenda. Mstari wa 36. Mungali muna nuru. Mwamini nuru mupate kuwa wana wa nuru. Yesu alisema maneno haya, akaondoka akajificha kwao. Mstari wa 37. Lakini hata alikuwa amefanya alama nyingi mbele yao, hawakumwamini. Mstari wa 38. Ili neno la nabii Isaya litimizwe alilosema. Isaya 53 mstari wa kwanza. Bwana, nani aliyeamini habari zetu au mahubiri yetu? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Mstari wa 39. Kwa sababu hii hawakuweza kuamini, kwa sababu Isaya alisema tena. Isaya 6 mstari wa 9 mpaka 10. Amepofusha macho yao na amefanya mioyo yao migumu, wasije wakaona kwa macho yao, wakafahamu kwa mioyo yao, wakageuka nikawaponyesha. Mstari wa 41. Maneno haya aliyasema Isaya kwa sababu aliona utukufu wake na alisema habari zake. Mstari wa 42. Lakini hata katika wakubwa wengi walimwamini, lakini kwa sababu ya Wafarisayo hawakukiri, wasije wakafukuzwa toka sunagogi. Mstari wa 43. Kwa maana walipenda sifa za watu kuliko sifa za Mungu. Mstari wa 44. Yesu akapaza sauti akasema, yeye ambaye ananiamini haniamini mimi tu, lakini yeye ambaye alinituma. Mstari wa 45. Naye ambaye ananitazama anatazama yeye aliyenituma. Mstari wa 46. Nimekuja niwe nuru katika dunia, ili mtu ambaye ananiamini asikae katika giza. Mstari wa 17. Na kama mtu akisikia maneno yangu naye hayashiki, simhukumu, kwa maana sikukuja kuhukumu dunia, lakini kuokoa dunia. Mstari wa 18. Yeye ambaye ananikataa na asiyepokea maneno yangu ana mmoja ambaye anamhukumu. Neno nililosema lile litamhukumu siku ya mwisho. Mstari wa 19. Kwa sababu sikusema kwa mimi mwenyewe, lakini Baba ambaye aliyenituma alinipa amri ya maneno nitakayo nena na ya kusema. Mstari wa 15. Na najua ya kama amri yake ni uzima wa milele. Basi maneno haya ninayasema sawasawa Baba alivyoniambia. Mpaka hapa haya maneno ya damani na takatifu na ya bei kali ya Bwana wetu Mwokozi wetu Yesu Kristo. Naamini ya kwamba maneno haya yalikuwa akiita watu wakati ule waweze kuamini Bwana, waweze kuamini nuru, waweze kuamini wokovu ambao walikuwa wamepewa kwa neema. Na kama vile tumesoma hapa kwenye mstari wa 37, na ijapokuwa alifanya maalama na maajabu mingi mbele ya macho yao, lakini hawakuweza kumwamini. Si kitu kigeni hiki, wapendwa ndugu na dada. Waliona maajabu makubwa, waliweza kuona mambo iliyo ya utukufu sana ambayo mwanadamu alikuwa bado kutimiza.
waliweza kuwa washuhuda wa kuona wa maajabu hizo, na ijapokuwa inaandikwa ya kwamba hawakuweza kuamini, lakini pia tumesoma kwa sababu gani hawakuamini. Ndugu na dada wapendwa, sijui, lakini wakati napohusu imani na maneno yaliyoweza kutamkwa katika siku hizo, na Bwana anasema ya kwamba kama mtu anasikia maneno yangu lakini hayashiki, na waza ya kwamba tumekwisha kusikia maneno yake katika siku hizi, nasi tulishaka sikia neno lake, na nawaza ya kwamba tupingepashwa kuwa sehemu ya wale wanaoliweka katika matendo, wanaoamini neno lake, wanaoamini neno lake na kulikubali, wanaolishika kwenye moyo na kuliweka katika matendo. Basi Mungu atupatie neema ili tuweze kuwa, tusiwe wale ambao wanaoweza kuona neno lake likitimilika ndani yao, na ijapokuwa waliweza kuona mengi na kuweza kusikia mambo mengi, lakini hawakuweza kuamini. Ndugu na dada wapendwa, tusonge mbele kwa imani, ndani ya imani na ndani ya uaminifu mbele ya Bwana, iwe yoyote inaweza kufikia, hata kama hatujaweza kuona maalama na maajabu, lakini tuamini neno ambalo tulioweza kuambiwa katika siku hizi. Lakini nawaza ya kwamba Bwana hakuweza kukosa pia kutupatia neno lake, na pia hakuweza kukosa kutuonyesha pia maalama na maajabu, na pia hata katika siku zetu kama vile kwa mwanzo. Nasi hatupashwi kumwagiza yale ambayo anapashwa kufanya, lakini tuweze kudumu katika neno, tubaki katika nuru ya neno ambayo aliweza kutuongoza ndani, na tuweze kushikamana sana kwenye neno ili tuweze kujua mahali gani tunapokwenda. Mtu asiyetembea katika nuru hawezi kujua mahali anakwenda, lakini tutembee katika nuru ili tuweze kujua ni mahali gani tunapokwenda. Jina la utukufu la Bwana wetu liweze kusifiwa na kushukuriwa. Na pia ndugu na dada wapendwa, tumekuja jioni hii ili tuweze kupatia sifa na utukufu kwa jina lake la utukufu. Tusimame pamoja tuweze kuomba na tuweze kumwomba baraka yake. Oh Bwana mwaminifu, tunakusanyika tena jioni hii katika jina la Bwana wetu Yesu. Tunakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya neno lako la damani na takatifu ambalo ulilotangaza katika siku hizi. Na Bwana mwaminifu, ona ni wachache ndio walioweza kufuata na walioweza kuamini. Bwana, tunaona ya kwamba tena ni wachache ndio wanaoamini tena leo katika siku hizi neno lako, ijapokuwa waliweza kutimiza maalama na maajabu za nguvu, hata kama waliweza kushosha kwamba wewe ni mwenye uwezo, lakini tena ni wachache ndio wanaoamini. O Bwana, basi tupatie neema ili wale wanaoamini, upatie neema Bwana wale ambao waliobaki. O Mungu mwaminifu, tunakuomba tena unipatie neema yako, utupatie sisi sote neema yako o Bwana katika siku hizi, ili tuweze kunyanyua macho yetu kwako na tuweze kushikamana kwa yale uliyosema, kwa maana neno lako ni roho na uzima. O Bwana, kama vile ulivyosema, kwa maana sikuzungumza kwa ajili yangu mimi mwenyewe, lakini Baba aliye ndani yangu. Ndiyo Mungu wangu, tunaamini wewe kwa moyo wetu wote, na ulitimiza hiyo kazi o Bwana, na ulitimiza yale ambayo ulioweza kutumwa. Fanya nasi ili Bwana tuweze kutimiza yale ambayo tuliotayarishwa o Bwana, na ulisema kwa namna ya kimaajabu ya kwamba hiyo kazi inamaanisha uzima wa milele. O Bwana, asante kwa maana unaturuhusu kuweza kuamini kwa moyo wetu wote ya kwamba ulitupatia uzima wa milele. Utukufu iwe yako na asante kwako. Baki pamoja nasi Bwana hata pia sasa, na ubariki wale wote walio hapa jioni hii, na pia wale ambao hawakuweza kuwa hapa. Bwana, tunaamini wewe na tunakutumainia katika moyo wetu wote, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kwa hiyo tunashukuru sana Bwana
Leo ilikuwa ni siku ya ajabu sana kwa ajili yetu. Mliweza kusikia ikisemeka kuhusu gazeti iliyoonekana ndani ya mahabari siku ya sita iliyopita. Dada wetu wawili wa kutoka huko Iraq waliweza kuwa na shida fulani sana sana, mmoja wao. Na mnajua kwamba wakati mtu anaposhikuta katika mahakama ndani ya watawala ya hawa wa Jerumani na hawa watawala na hawa wa hukumu, mnajua mtu anasumbulikaka sana, anasumbukaka sana, lakini Mungu atuponyesha njia yake na tuweza kumfuata. Lakini leo sasa mama iko pamoja na mtoto yake. Hii ilikuwa ni ajabu ya kweli, hatujaweza kuiamini kweli kweli. Leo asubuhi na saa 2 kuliweza kuwa na mahakama ya kwanza au mazungumzo ya kwanza, na mimi nilikuwa ni mhukumu wakati ya mazungumzo hiyo. Ilikuwa ni hivyo, na mhukumu wa watoto wachanga na watu wote walikuwa wakihusika waliweza kusikiliza, na mambo yote ikafanyika vizuri. Nyuma mchana kati huu tuliweza kwenda kutafuta mtoto, na tunataka ili tuweze kumtakasia Bwana jioni hii. Dada yetu tuliweza kupiga magoti sisi watatu jana jioni au juzi jioni, wakati alipokuwa ngali kijana. Huyo dada alikuwa alikienda siku zote kwa makusanyiko na kutumikia Bwana, lakini kama vile mnavyojua sisi sote, kila mtu aliweza kufuata njia yake, na kama vile sisi sote, na dada huyo aliweza kufuata njia yake mwenyewe, lakini Mungu alimrudisha kwenye njia yake. Na niweza kusema, sikia, wewe ni mama na unajisumbua sana kwa sababu ya mtoto wako, unapigana ili uweze kuwa na mtoto wako kwa sababu wewe ni mama. Na nikasema, na Mungu yeye ni baba yako, naye pia anasumbuka sana kwa sababu yako, tena zaidi ili uweze kujua ni kitu gani Mungu alishotayarisha kwa ajili yako. Na huyo dada anayekaa hapa, huyu ni mtoto wa Mungu wa bei kubwa sana. Ni kweli. Na tuliweza kupiga magoti sisi watatu na tukaomba, na uwepo wa Bwana ukakuwa pale. Na hivyo sasa tutaweza kutakasia Bwana mtoto huyo leo, na tunaamini ya kwamba amebarikiwa. Mama alizungumuza leo na baba ya mtoto, na kama Mungu akitaka wote tena watakuwa pamoja. Hatutaki kuweza kuingia katika marefu ya mambo hayo. Mara nyingi njia zinakuwa kama vile ziko tofauti na yale ambayo iliyo kama vile kawaida, lakini njia iliweza kuwaongoza mpaka kwa Bwana. Na hapo sasa hatujiulize kwa sababu gani au namna gani, lakini tunashukuru Bwana kwa sababu aliweza kuongoza kwa namna ya kimaajabu. Leo dada moja aliye hapa kwa mara ya kwanza anakaa hapa mbele, iko hapa pamoja na ndugu yetu wa kutoka Itali, na nilisikia kwamba tunaombea wagonjwa, na tunafanyaka hiyo tukikubalishwa, na tunaifanya kwa moyo wote, na tunaamini ya kwamba Mungu anashika neno lake. Kama sishidanganye, dada anayekaa kwa upande ule anatoka huko nchi ya Czech, aliweza kupona. Kuna wakati iliyopita alikuwa na kansa kwenye ubongo wake au ugonjwa kama hiyo, na tena bila mashaka iko na hitaji ingine. Na wakati tutakapoomba hapa sasa hivi, wale ambao walio na imani na wanaojua ya kwamba Bwana anashika neno lake waweze kuja mbele. Tumekwisha kusoma ndani ya Injili ya Yohana ya kwamba wengi hawakuweza kuamini ijapokuwa maalama na maajabu, na kuna watu wanaoamini maajabu hata pia katika wakati wetu, lakini imani kwa maajabu haiwezi kuokoa mtu. Lakini imani ndani ya Yesu Kristo na katika nguvu za Mungu, ambayo uokovu na uponyaji na maajabu za Mungu zinaweza kuonekana kupitia hiyo ndio inahitajika. Wengi wataweza kushangazwa zaidi
kuwa waliweza kuamini maajabu siku ile, kwa sababu hawatakuwa pale mahali ambapo walikuwa wakiwazia kwamba watakuwa. Utaratibu ya kibiblia haiko tu njema, lakini ni hiyo moja ndiyo ya kweli. Hatuamini maajabu, lakini tunaamini Mungu anayeshika neno lake na ambaye iko na uwezo wa kufanya maajabu. Tunaamini ya kwamba Yesu Kristo ni yule jana, leo na hata milele na milele, ambaye hawezi kuibadilisha au kuikana, lakini anashika neno lake. Basi Mungu afanye neno hili ambayo tumekwisha kusikia kwa upole liweze kugeuka kuwa baraka kwa ajili yetu. Akose tunaweza kuliwazia tena kidogo na kuliingia ndani kidogo mbele ya kuomba. Hapa ndani ya Injili ya Yohana tulisoma sura 12 sote pamoja, lakini nakumbuka ninaona ya kwamba dada iko na kitambaa kwenye kichwa chake, na inawezekana ya kwamba anawaza ndani ya moyo wake kama anaweza kuangalia kwa kuume kwake kwenye mkono wake wa kuume ya kwamba wadada walio hapa hawana mavitambaa, hawana vitambaa. Musikamate hiyo kama vile ni ujinga, kwa sababu Biblia haiagize kuvaa vitambaa. Imesemeka waziwazi ya kwamba nywele ndefu zilipewa kwa mwanamke ili afunike kichwa chake, ili kiweze kuwa kitambaa. Wakorintho wa kwanza sura 11, Wakorintho wa kwanza 11 mstari 15. Na waza katika Ulaya yote nzima, iwe katika Yugoslavia, huko Republic Czech, huko Russia, huko Romania, mpaka huko India, watu wanafalaka vitambaa. Lakini hiyo ni desturi za Kikatolika, lakini si mafundisho ya Kibiblia. Nasema hiyo ili imani yako isiweze kusumbuliwa, dada yangu, ili usiseme kama hawafanyi hapa kulingana na neno la Mungu, namna gani Mungu anaweza kujibu kwa maombi yao. Lakini hiyo kama tunaweza kushika hiyo kulingana na neno la Mungu katika kipimo inayowezekana, na ninawapatia wote wawili andiko ya Biblia ili muweze kuisoma, na nafanya hivyo ili niweze kutoa kikwazo, ili kusiwe kitu kinaweza kuja kuzuiza imani yenu. Ninataka ili iweze kupita kwa upole, na ijapokuwa niweza kunikumbusha hiyo. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa 3. Lakini ninataka mjue ya kwamba kichwa cha kila mwanaume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Mstari wa 4. Na kila mwanamume akiomba au akitoa unabii, naye amefunika kichwa chake, anapatiza kichwa chake haya. Mstari wa 5. Lakini kila mwanamke anayeomba au anayetabiri pasipo kufunika kichwa chake, anapatiza kichwa chake haya. Kama andiko hii ingekuwa ni moja peke yake, kila mtu angekuwa na haki ya kuweza kujifunika kichwa chake kwa kitambaa au kwa joho au kitu kingine. Lakini kwa ajili ya andiko hii inaomba tena kusoma mstari wa 12 na 13, na tazama yale ambayo mstari wa 13 nasema: ninyi wenyewe hukumuni. Ni vizuri kwa mwanamke kuomba Mungu pasipo kufunika kichwa chake. Mstari 14. Sheria ya asili yenyewe haiwafundishi ninyi ya kwamba kama mwanamume akiwa na nywele ndefu ni haya kwake, lakini kama mwanamke ana nywele ndefu ni utukufu kwake,
kwa sababu amepewa nywele kuwa kifuniko. Hilo ndilo neno la Mungu. Hatuwezi kusema kitu kingine kuliko hicho. Kila mtu anaweza kuvaa kofia, kila mtu anaweza kufunika kichwa chake na kitambaa, hivi sivyo? Mnaweza kufanya yote mnayotaka, lakini yule ambaye anayetaka kutimiza neno la Mungu anapashwa kujiacha nywele zake ziweze kukomaa, kama vile pia miguu kwa ajili ya kutembea, kwa ajili ya masikio kwa ajili ya kusikia, na macho kwa ajili ya kuona. Nywele na za mwanamke ndefu zilipewa kwake ili ziweze kuwa kitambaa kwake. Siwezi kuweka miguu yangu ndani ya mifuko yangu kisha nitembee, haitatembea. Nywele ndefu nazo zilipewa kwa mwanamke kwa ajili ya kifuniko au kitambaa. Ilifanyika hivyo ili, dada mpendwa, uweze kuwa na msaada wa Mungu, uliweze kuvuka hii kikwazo tangu hii jioni ya kwanza. Na hiyo imefanyika kwa upendo, na hivyo ndivyo iliweza kupokelewa hapa. Hapa ndani ya Injili ya Yohana tulisikia mawazo iliyo ya damani sana. Yohana 14 mstari wa 14, 12 mstari wa 14. Yohana 12 mstari wa 14. Yesu akapaza sauti akasema, yeye ambaye ananiamini haniamini mimi tu, lakini yeye ambaye alinituma. Nikusema imani ya mwamini siku zote ni imani ndani ya Mungu mmoja wa kweli kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Imeandikwa pia hapa mstari wa 46, nimekuja niwe nuru katika dunia, ili mtu ambaye ananiamini asikae katika giza. Mstari wa 47, na kama mtu akisikia maneno yangu naye hayashiki, simhukumu, kwa maana sikuja kuhukumu dunia, lakini kuokoa dunia. Mstari wa 48, yeye ambaye ananikataa na asiyepokea maneno yangu ana mmoja ambaye anamhukumu. Neno nililosema lile litamhukumu siku ya mwisho. Mstari wa 19, kwa sababu sikusema kwa mimi mwenyewe, lakini kama Baba ambaye alinituma alinipa amri ya maneno nitakayo nena na kuyasema. Mstari wa 15, na najua ya kama amri yake ni uzima wa milele, basi maneno haya ninayasema sawasawa Baba alivyo niambia. Mstari wa 15 ile. Oh, kama neno hili tu lingeliweza kutimilika ndani yangu, kama lingeliweza kutimilika ndani yangu na ndani yetu sisi tulio na heri ya kuweza kutangaza neno la Mungu, ili isiwe sisi tunayozungumza, lakini iwe ni Mungu ndiye anayezungumza yeye mwenyewe, aweze kuzungumza na kutenda kupitia mimi na wewe. Sisi tunayotumika kupitia neno lake, na kama vile tulivyo katika kazi yake, na kwa maana ni hivyo ndivyo tu tunaweza kusimama mbele ya Mungu. Yesu alikuwa nabii, yeye kama vile mwana wa mtu, na yeye kama vile nabii alikuwa ametumwa ili andiko ziweze kutimilika kupitia yeye. Kwa namna hiyo sasa, aliomba, alipigana, akabembeleza, alikuwa mtu na aliweza kuonekana kama vile mwanadamu, lakini Mungu alikuwa ndani yake. Mungu ni roho, na yeye kama vile roho, Mungu alifanya makao yake ndani ya mwili huo wa nyama, na ndio maana Bwana wetu aliweza kusema,
Yule anayenisikia hanisikie mimi, lakini yeye ambaye aliyenituma. Na yule anayeniona hanioni mimi, lakini yeye ambaye aliyenituma. Ndiyo, angeliweza kusema yule anayeniona anaona Baba. Alitangaza neno na akasema, sikukuja ili ni hukumu, lakini ili niokoe, ili nilete heri, ili nikomboe, ili nilete neema na wokovu. Lakini pia alitangaza ya kwamba yule asiyeamini neno lake atahukumiwa kwa siku ya mwisho, na sio na yeye, lakini atahukumiwa na neno ambalo alilotangaza. Hii nayo ni matamshi ya lazima sana. Na kisha kuna kuja iliyo ya lazima sana, inayosema kwenye mstari wa 15, Yohana 12, na najua ya kwamba amri yake ni uzima wa milele, na sio tu maajabu na maalama, na sio tu uponyaji, na sio tu mafundisho, na sio tu mafumbo, lakini chanzo ya mambo hayo yote ilikuwa ni uzima wa milele kwa wale ambao wanaoamini mwana wa Mungu, ya kwamba yeye ni mwokozi wetu na mkombozi wetu. Kufungwa kwa kutumwa kwa kiungu, na sio kufungwa tu kwa mafundisho au ujuzi, na sio tu katika kufungwa kwa mitindo fulani ya kimadhehebu, lakini kufungwa kwa mafundisho ya kiungu katika ushirika pamoja na Mungu, wa kupokea uzima wa Mungu kwa wale wanaotangaza neno la Mungu. Na hiyo ndiyo alama ya kuonyesha utangazaji wa hapo hapo kupitia kutumwa iliyopokelewa kutoka kwa Mungu. Unaweza kuitambua hapo hapo katika siku zetu, wakati watu wanapofanya utafiti na kujijulisha kuhusu mambo iliyo tofauti. Ninakubalishwa sana, sijui namna gani unaweza tena kupanga yale wanayosema, lakini mtu anayepoteza kuona okovu wa nafsi na okovu ya wanadamu, anaingia katika ujuzi iliyo ya kipekee, na wanaingia katika mafundisho zao wenyewe. Watu wanapotea katika mambo hayo yote, na hawataweza kuonyesha hata nafsi moja njia inayoenda kwa Kristo, na bidii ni nyingi sana kwao. Na sasa iliyo ya lazima ni kuwa katika utaratibu wa kiungu na kutumwa kwa kiungu, ni kusema utangazaji wa wokovu, na kama hupate hiyo utaweza kupotea. Na sishangae wakati naposoma neno hili, napoliwazia pia kuona gisi wale wote ambao waliokwenda mbali na neno la Mungu, hata kama wanaweza kujitangazia kuhusu hii huduma kubwa ya nabii wa Mungu, lakini wanaingia katika mawazo yao wenyewe. Wanasema wakati wa neema ishakamalizika, na tazama tena mambo mengine pia. Na hapa tumesoma, na ninajua ya kwamba amri yake ni uzima wa milele, au kazi yake, huduma yake ni uzima wa milele. Hakuna kutumwa kwa kiungu ambayo haiwezi kujengwa na kuwekwa chini ya ufunuo. Hakuna kutumwa kwa kiungu kunayoweza kufungwa juu ya mafunzo au maufunuo fulani ya kipekee, lakini ya lazima ya huduma ya kiungu ni kwamba watu wa Mungu katika ufalme wa Mungu waweze kupata uzima wa milele kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Na hapo sisi sote tunaweza kusema amina, kwa maana ni hivyo. Imesemeka pia kwenye mstari wa 15, yale ninayosema ninaisema kama vile Baba alivyo niambia.
Ni kusema sasa haikuwa tu mawazo, lakini ni maneno ya Mungu ambayo yaliyotangazwa na Bwana na manabii wote, na Paulo anaandika, mulipokea neno tulilo watangazia, na si kama vile neno linalotoka kwa watu, lakini kama vile neno linalotoka kwa Mungu, kama ilivyo vile kweli kweli. Wakorintho wa kwanza sura 2 mstari 13. Na sio tu matamshi, lakini hiyo maneno ilikuwa na kilo ya kiungu. Na wakati naposema katika Wagalatia 1 ya kwamba sikupokea injili kutoka mafunzo au kutoka mafundisho ya watu, lakini nilipokea kupitia ufunuo wa Mungu, ni kitu kingine wakati watu wanapowaza ya kwamba wanaweza kufanya kitu fulani. Wagalatia 1 mstari 12. Andiko mbili za Biblia nazo ni sehemu ya shahiri hii ambayo imeandikwa kwenye mstari 49. Alinipatia kazi nikisema yale ambayo nipasha kusema na kunena na kusema. Mstari 15. Na najua ya kama amri yake ni uzima wa milele. Basi maneno haya ninasema sawa sawa na Baba alivyoniambia. Turudifungule kwenye sura 17 na hapa tunapata uzima wa milele. Yohana 17 mstari wa 3. Na huu ni uzima wa milele, wakujue wewe Mungu pekee wa kweli, na Yesu Kristo ambaye ulimtuma. Nilikuwa nikiwazia hiyo sasa hivi na nikajiambia kwa upole au kwa sauti kidogo, watu ambao walioweza kusikia tu ikisemeka kuhusu Mungu hawamjui, naye hawajui pia. Lakini watu ambao alioita, watu ambao aliozungumzia na ambao alioweza kujifunua kwao, wale ndio wanaojulikana kwake, nao waliweza kumtambua hivyo hivyo. Sasa muwazie kama uzima wa milele, kama vile andiko nasema hapa, inalingana sasa na kutambua uhusiano wetu pamoja na Mungu na Kristo. Na hivyo ndio andiko hapa. Ni katika hiyo mnajua nyote maneno kwetu sisi, lakini sisi hatuna maneno yetu au masemo yetu, lakini tunahitaji ufunuo wa ajabu wa Mungu aliye hai tuliopewa na kwa neema. Sisi tunamtambua, tunamjua yeye Mungu mmoja wa kweli, Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, Mungu wa manabii wote, yeye Mungu mmoja aliye wa pekee aliyeko. Nasi tunajua Yesu Kristo Bwana wetu ambaye aliyetuma, alipokamata sura ya mtu akitupatanisha pamoja naye mwenyewe. Tunaona ya kwamba Mungu aliweza kujifunua na kuonekana ndani ya mwili kwa ajili ya kutukomboa sisi ambao tulio katika mwili. Lakini ijapokuwa anabaki kuwa Mungu milele na milele, kuna andiko ingine inayolingana na hiyo na ambayo haitaji hata tafsiri, iko katika sura 5 ya barua ya kwanza ya Yohana. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 19. Tunajua ya kuwa sisi ni wa Mungu. Ni kweli. Tunajua ya kuwa sisi ni wa Mungu. Yohana wa kwanza sura 5 mstari 19.
na dunia yote pia inakaa katika yule mwovu. Mstari wa 20, nasi tunajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 17 imesemeka, ili wakujue wewe Mungu mmoja wa kweli, wewe Mungu mmoja wa kweli. Na hapa tumesoma ya kwamba alitupatia akili ili tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tuko ndani ya yule aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Kama mnajisikia kwamba mnavuviwa ili muweze kuwazia kuhusu maneno haya, au kama muna maswali, muziswali, muziulize wa mitume na Bwana. Lakini sisi tunaamini neno, kila neno kama vile linavyoandikwa. Ningetaka niweze kurudi juu ya Luka sura 18. Luka sura 18, ndani ya maneno yanayosema kuhusu baraka ya watoto wa Mungu, na neno hili limegeuka kuwa ya lazima kwangu kuhusu yale yanayosemeka mbele. Mnajua ya kwamba Bwana wetu alikuwa na huduma iliyokuwa kubwa sana. Hakuweza kujifanya ujuzi katika hali fulani, lakini alikuwa akitimiza kazi zote. Wakati ilipokuwa wakati ya kuponya wagonjwa, alikuwa akiwaponya. Alikuwa akifufua wafu, alikuwa akisafisha wakoma, alikuwa akipatia kuona vipofu, alikuwa akiponya wagonjwa, alikuwa akikosoa na kuonya Wafarisayo. Katika hali zote huduma yake haikukuwa ya upande moja, ilikuwa ni kubwa sana, ilikuwa ndani mambo yote. Mara nyingi wandugu wako na huduma iliyo yao ya kipekee. Kuna mtu mmoja aliniuliza wakati wa safari yangu iliyopita, iwe huko Norvege au Finland, kama ilikuwa ni lazima watu wote waweze kuanguka wakati wa injilisti fulani wanapowagusa. Nikawauliza, kweli wanaangukaka wote toka wa kwanza mpaka wa mwisho, wote wanaanguka? Akasema ndiyo. Nikasema nikusema hapo wanakuja mbele wakiwa na wazo na wakingoja, wakiamini ya kwamba wataanguka, wanakujaka mbele na wakijua kwamba wataanguka. Na kisha akaendelea akaniuliza, hiyo kweli ni nguvu ya Mungu? Nguvu ya Mungu haiangushake watu, nguvu ya Mungu inatusimamishaka. Lakini hiyo ni mambo ambayo wanatumikisha. Lakini wakati watu 100 na mimi mwenyewe nishaka iona, na sio tu huko Norvege, lakini mahali mengi, siwaambie hiyo, lakini naonaka wakati nyingi yale yanayofanyikaka kwa hii mambo iliyo ya soko ya kizehebu. Na kisha wainjilisti wananyosha mkono na watu wanaanguka, lakini nyuma kuna wanaume na wanawake wanaowapokea na kuwashika na wanawaweka polepole kwenye udongo. Hakuna mtu anaangukaka hapo hapo, hawajaribu kuanguka. Hakuna mtu anaangukaka pale pale, wanakuwa wamekwisha kushitarisha ili wasiweze Lakini tunapaswa kutambua namna gani watu wanasimamaka nyuma yao na wanawashika, wanaanguka kwa kuume kwa kushoto. Nishaka usikia hapo hapo pa wanashikwa, wanakamatiwa, wanawashusha polepole kama vile mtoto mchanga, na kisha analala. Wote wanalala hivi na wengine wanawasimamisha hapo hapo ili waweze kupatia nafasi kwa wengine, na hivyo ndivyo jioni inamalizika. Lakini hiyo yote haina uhusiano na Mungu na neno la Mungu. Na mtashangaa, ilikuwa ni mwanaume aliyekuwa karibu na Bwana, karibu na Bwana. Sasa alikuwa akifanya maajabu, maalama makubwa, na Mungu alifanya maalama makubwa hapa na maajabu makubwa. Lakini mtu huyo mwenyewe alikuwa mdanganyifu, na najua mtu aliyekuwa amemuonya
na mtu akakuja, na mtu huyo alikuwa hana mikono, alikuwa hana miguu, alikuwa tu na vipande kidogo juu ya magoti, na huyo mtu akamtazama, akaangalia. Hasa unaweza kupenda uweze kuwa na urefu gani? Leo miguu yako itarefuka tena. Akasema ninataka niweze kuwa na mita moja na sentimita makumi saba na nane. Na hapo wakatuma watu waweze kununua mavazi vest, na kisha wakanunua hiyo koti wakaileta, na wakaonyesha kwamba mtu huyo ilikuwa ikianza simama na kunyoroka, na hapo hiyo koti yake ilikuwa mrefu. Lakini hiyo yote ilikuwa ni uongo, haiko uhakika, ilikuwa haina hata uhusiano na kweli. Na mmoja wa watumishi wake aliweza kutoka katika shirika yao akasema, sikia, sasa kwa nini unaweza kufanya hiki? Hii yote si kweli mbele ya Mungu. Akasema, unawaza ya kwamba watu wangeliweza kuamini kama hii haingeliweza kufanyika kwa namna hii? Siku hiyo watu wengi watakuja na watasema mambo mengi, lakini sisi tunapaswa kwenda mbali na mambo hayo yote. Na kama hawezi kuzunguruka huko na huko, na hawezi kufanya kitu kingine kama Mungu akifanye, nasi hatungoji kwa bure. Mungu wetu alikuwa na nguvu hizo moja tena leo, na iko na hizo nguvu leo, hizo moja leo. Na leo tunaona kama tunafungua hizo sura moja, tunaona kwamba Mungu wetu aliponya wagonjwa, alifungua waliokuwa wakifungwa, alibariki watoto, aliponya wagonjwa, alikuwa akifanya mambo yote iliyokuwa lazima kwa wale wote waliokuwa wakiletwa mbele yake. Na wakati hii wazo lilipokomaa ndani yangu, nikajiambia, o Bwana mwaminifu, kama tu ungeliweza kutimiza huduma kama hii iliyo kubwa, iliyo ndani mambo yote, ndani ya kanisa lako, ndani ya mwili wako katika siku za mwisho. Hapa kwa Mwanzo kwenye sura 18 ya Mwanzo, akose kwa ajili ya kusoma mstari wa 6 na 7, au mstari wa 6 na 7. Luka 18 mstari wa 7. Halafu Mungu hata wapatia haki wachaguliwa wake ambao wanamulilia mchana na usiku. Naye ni mvumilivu kwao. Ninawambia ninyi, atawapatia haki mbio. Lakini wakati mwana wa mtu atakapokuja, ataona imani katika dunia? Na sio tu imani, lakini hiyo imani ndani yake, imani ndani ya neno lake pia. Naye atapatia haki wenye wachaguliwa. Hiyo ndio wazo. Hapa kwenye mstari wa 9 tunasoma, mstari wa 9. Akasema mfano huu kwa watu ambao waliojihesabu wao wenyewe kuwa wenye haki, wakibeua wengine wote. Mstari wa 10. Watu wawili walipanda kwa hekalu kuomba, mmoja mfarisayo na wa pili mtoza kodi. Tunajua sote hiyo ombi, na tunatambua namna gani Bwana wetu aliweza kugeuza hapo maneno, namna gani alivyo leta haki kwa wale wote walikuwa wakisikiliza, namna gani alivyoweza kuambia wale wa kiburi na kuweza kuambia wale wanyenyekevu ili aweze kuwapandisha juu, na kisha aweze kushusha wale wenye kiburi ili aweze kusaidia wagonjwa, ili aweze kuwaponya, na wale waliokuwa wamepotea ili aweze kuwaokoa. Mahali pote, kila siku ya huduma yake, Bwana wetu alikuwa akijua yale ambayo angepashwa kufanya na ambayo angepashwa kutenda na kujibu kwa ajili ya kujibu kila hitaji ya wakumsikiliza. Na huduma kama hii ndiyo najitakia mimi, na hiyo ndiyo nawatakia nyote. Amina, ili Bwana aweze kujibu mahitaji zetu zote, kama vile imetamkwa vizuri hapa mstari wa 9.
akasema mfano huu kwa watu ambao walijihesabu wao wenyewe kuwa wenye haki, wakibeua wengine wote. Ndiyo, leo akosa haikwake leo hii, lakini inawezekana kwamba ni kweli, lakini inawezekana kwamba haiko kweli. Lakini aliposema mfano huu hakuweza hakuambia mtu pale ya kwamba wewe uko hii huyu ambaye unayodharau wengine, tazama sasa nitakupatia funzo. Lakini aliweza kupanga mambo yote katika fumbo, na kisha akaweza kutoa hii mfano, na kisha sasa watu wangeweza kuifungua ili uweze kushangaa baadaye. Kwa maana inaandikwa hapa ya kwamba mfano hii mahali pote inaposemeka kuhusu mfano au fumbo, iliyo ndani inakuwa imefunikwa katika hiyo mfano au fumbo. Na kisha tunajua ya kwamba kama vile ninavyosemeka hapa, huyo akajipiga kwenye kifua, na huyo mtoza kodi yeye akasimama mbali, hakwenda karibu na madhabahu, alibaki huko nyuma. Wakati aliposikia, alikati alipoweza kutaka kuomba yote akakosa ya kusema, lakini wakati alipotazama mbali akajipiga kwenye kifua, basi Mungu anirehemu mimi mwenye dhambi. Akajipiga kwenye kifua akasema, Mungu unirehemu mimi mwenye dhambi. Sasa mstari 14, ninawambia huyu alishuka akiwa nyumbani kwake, naye amehesabiwa hakuwa haki. Ni yule mwingine, maana kila mtu anayejikuza atashushwa, na yule anayejikuza atanyenyekezwa. Mstari 15, halafu wakamletea watoto wadogo ili awaguse, lakini wanafunzi walipoona wahamakia. Mstari 16, lakini Yesu akawaita kwake akisema, mwache watoto wadogo waje kwangu, msiwakataze, sababu ufalme wa Mungu ni kwao walio namna hii. Mstari 17, kweli ninawambia ninyi, mtu yeyote asiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata ingia kule kabisa. Tangu hiyo kubariki watoto na hiyo baraka kwa watoto na hiyo matendo ya wanafunzi walipotenda, hapo pale Bwana akatoa funzo. Hakuweza kuambia mnafanya nini? Hakuweza kufanya mahubiri ya kuonye ya kukosoa pale, lakini alisema kwamba mtu asiyeweza kupokea ufalme wa Mungu kama vile mtoto, ilikuwa ni nini? Wamama walikuwa wameelewa ya kwamba Bwana angeliweza kubariki, angeliweza kuokoa na kusaidia, na waliharakisha ili Bwana aweze kubariki watoto wao. Na wamama wazuri leo na wanataka ili leo watoto wao nao waweze kubarikiwa kwa baraka ya Mungu aliye hai. Mungu aliye hai. Watu walikuwa wakileta watoto wao ili aweze kuwagusa, ili awabariki. Wanafunzi walikuwa wakisema, amekwisha kutumika sana, watoto waweze kuelewa. Lakini ilikuwa haihusu kuweza kuelewa, lakini ilikuwa ikihusu kubarikiwa, ilikuwa inahusu kutakasiwa kwa Mungu. Na Bwana anatoa funzo kwa watu wakubwa na kusema, kama msipokubali ufalme wa Mungu kama vile watoto wadogo hawa, nanyi hamutaweza kuingia kabisa. Walikuwa na mawazo, ilikuwa ikihusu kutakaswa, kubarikiwa, ilikuwa ni kuhusu kuwa wa Mungu, kuwa kwa upande wa Mungu. Na hiyo ndiyo Bwana aliyofanya katika wakati ule, na hiyo anatujulisha leo hiyo funzo leo pia. Ufalme wa Mungu ulitayarishwa kwa wale ambao walio kama wao.
wale kama vile moyo wa mwanamke aliyeleta mtoto kwa Bwana, kama tunaweza kufika katika ufalme wa Mungu, kama tunaweza kusikia yale ambayo mama anasikia kwa ajili ya mtoto wake, tunaweza kusikia maana ya hii si vyepesi kuweza kuelewa, lakini kila mtu aweze kuishika. Inafichwa kidogo hapa, musome yale inayoandikwa hapa, mstari 16. Lakini Yesu akawaita kwake akasema, mwache watoto wadogo waje kwangu, musiwakataze. Mstari 17, sababu ufalme wa Mungu ni kwao wa namna hii. Watoto waliweza kuja wao wenyewe, yawezekana waweza kuletwa na wazazi wao au na mama zao. Tungelipenda ili watu waweze kuzaliwa katika ufalme wa Mungu, lakini wanapashwa kwanza kukaa kwenye viti, wanapashwa kwanza kuletwa kwenye makusanyiko. Watoto hao waliletwa na mama zao ili Bwana aweze kuwatakasa, ili aweze kuwabariki. Na inasemeka hapa waziwazi ya kwamba musiwakataze, kwa maana ufalme wa Mungu ni kwao wa namna hii. Waliletwa ndani, waliweza kuletwa wakiwa na hitaji moja ndani ya moyo. Basi acha Bwana ambaye aliweza kubariki wengi aweze kuwabariki. Na hapa ndiyo wazo iliyo ya msingi, na sio tu kwamba tuweze kuingia hapa katika mambo tu ya kubariki watoto, lakini ufalme wa Mungu ulitayarishwa kwa wale walio kama vile watoto wale. Na hivyo sasa watu wanapashwa kuletwa katika ufalme wa Mungu wakiwa chini ya maombi na wakiongozwa kwa Bwana, ili aweze kuwaokoa, ili aweze kuwabariki, pia kuweza kuwatakasia kwa Bwana. Ndiyo, hiyo nayo ni na sehemu ya hiyo. Watoto waliletwa, hawakukuya wao wenyewe, lakini waliletwa kwa Bwana, akawakubali na akawabariki. Inasemeka hapa Luka 18:17, kweli ninawaambia ninyi, mtu yeyote asiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata ingia kule kabisa. Basi acha Bwana aweze kutupatia ingine mara moja neema ya kuwa watoto ambao ndugu Branamu anayosema ndani ya mahubiri yake mawili. Anasema wazo hili na kuuliza, mbegu inatoka wapi? Na akasema mbegu inaletwa kupitia mwili, na mwili ni kanisa. Ni kusema Mungu anataka ili atumikishe kanisa kwa ajili ya kuweka ndani mbegu ya neno lake, na watu sasa wanaitwa na kupokea mbegu hiyo ndani ya mioyo yao, na wanajiacha ili mbegu hiyo iweze kuingia ndani mwao kupitia uzima mpya pamoja na Mungu, na Bwana atatupatia hiyo kwa ajili ya neema yake. Ona kisi ni ajabu, kwa sababu tunaweza kusoma neno la Mungu tukiwa na moyo ulio wazi na tukikubali kwa ndani na kuweza kufuata kwa ndani na kusema, Bwana, leo umenizungumzia kupitia neno lako na kupitia roho wako. Kupitia roho wako unataka uweze kufanya kitu fulani pamoja na mimi na pamoja nasi kweli tuko wanyonge kama vile inavyowezekana, na tunaweza kusema kama vile Maria, namna gani haya yatafanyika? Sijue kitu. Mbona sijue kitu chochote? Ndiyo, hatujue kitu chochote, lakini tunajua yule anayejua mambo yote. Yeye anayejua tabu yetu, yeye anajua hali yetu, yeye anayetujua vizuri sana kuliko sisi atujijue sisi wenyewe. Yeye anachunguza mioyo yetu na mambo yote, naye anasema ya kwamba ninakuja kuwasaidia, nitaifanya ndani yenu. Bwana wetu alisema kwa wakati ule, sio mimi ninayefanya kazi hizi,
lakini Baba ambaye aliye ndani yangu ndiye anayefanya kazi hizi. Yohana 14, Yohana 14 mstari wa 10. Wakati tunapobariki watoto au wakati tunapoombea wagonjwa leo, sio sisi tunayofanya kitu fulani, sisi tunaombaka tu, lakini kitendo kinatoka kwa Mungu. Ukovu, uponyaji, baraka, kutakasiwa, yote inatoka kwa Mungu. Lakini sisi tunaleta watu kama vile wamama walivyoleta watoto wao kwa wakati ule kwa Bwana, na hivyo sasa nasi tunaleta wale wote walio watoto wa Mungu, wale wote pia wanaotaka kugeuka kwa watoto wake, na tunawaleta kwenye mikono inayoomba mbele ya kiti chake na cha neema. Tunasema, Bwana, tunakuletea sasa mtoto huyu, tunakuletea msichana huyu, tunakuletea ndugu huyu. Unajua yote ambayo kila mtu anahitaji. Tunaonyesha watu kwa Bwana, tunawaleta katika maombi, na Bwana ndiye anayeokoa. Yeye ndiye anayeokoa na kubariki. Yeye ndiye anayebariki na kuweka huru. Lakini wewe na mimi tunapaswa kuleta watu hao ambao wanaotaka kufuata Bwana kwa namna moja au nyingine. Wale wanaotaka kumfuata tunapaswa kuwamuletea ndani ya imani, ndani ya maombi, na hapo mambo yote yatakuwa vizuri. Hakuna mtu anayeweza kukua katikati yetu na kusema hii haipaswi kuwa kweli. Hakuna mtu anapaswa kujiuliza swali kama hiyo. Lakini katika wakati ule mitume walikuwa na nia njema, lakini walitaka kuweza kupingana nayo, lakini Bwana akawahabakia akasema, muache pale. Akawaambia, ufalme wa Mungu unafananisha na hawa, muache wakuje kwangu. Hapa mtu hata wa barabara anaweza kuja hapa, mtu mwenye dhambi, hata aliye mkubwa pia anaweza kuja hapa. Kila mtu aliye mkubwa na mdogo, nasi hatutaweza kukataa mtu. Tutawaleta wote kwa Bwana ndani ya maombi, na ni katika hali hiyo ndiyo tunaweza kuwa na hali njema. Sasa kwa sababu gani aliweza kuleta maneno mazuri akisema kuhusu watu wanaodharau wengine na kujiona kwamba wao wenyewe ni wenye haki? Watu hao hawezi kuleta mtu fulani kwa Bwana. Wanafanyaka maombi yao na macho yao, na kisha wanamaliza, na kisha wanawaza kuhusu wengine na si kwa ajili ya Bwana. Wanawaza kuhusu wengine wakiwa na madharau, lakini mtu aliyeweza kupata rehema hawezi kuwazia mwingine ndani ya maombi yake akimtazama kutoka juu akimdharau, lakini anawaza Bwana akinyanyua macho kwake akiwa na imani. Na hiyo ndiyo tunataka tuweze kufanya jioni hii. Amina.